Ujenzi huu uko nyuma ya muda, lakini pia vile vile kumekuwa na malalamiko makubwa sana ya foleni katika upande wa barabara ya Mwenge Tegeta, na imepelekea pia vile vile foleni upande wa barabara ya Mbezi Chini, kwa sababu watu wengine wamekuwa wakihama kutoka Mwenge Tegeta na wote wamehamia Mbezi Chini. Lakini vile vile na upande wa Joma mpaka Ubungo, Ubungo kuja kwa maana Ubungo Mwenge, na ile ya Mwenge kuja mpaka Moroko imechelewa sana, na upanuzi wa Ubungo Kimara. Kwa hiyo nilipokwenda kufanya ukaguzi baada ya malalamiko na hali hiyo kutokea, niliagiza, maana nilihojiana na wale walioko site, wakanieleza kuwa wao hawana majibu ya hoja nyingi nilizoziuliza, na kwa msingi huo niliagiza ya kwamba wawaite viongozi wao. Ninayo furaha kwamba leo tarehe 26 viongozi wao wa haya makampuni na delegations kutoka China zimefika hapa Tanzania, na mimi na timu yangu, katibu mkuu na wakurugenzi, tumepata nafasi ya kuzungumza nao. Yako mambo ya msingi yaliyozungumzwa. Katika haya mambo ya msingi yaliyozungumzwa, wao wanazo hoja zao, ingawa hizo hoja ni kidogo sana ukilinganisha na upotevu wa muda waliofanya kwetu. Kwa hivyo jambo kubwa na la msingi, ni kwamba tumefika eneo ambapo wamefanya commitment kwa serikali juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa wakati na juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa viwango. Na lile la commitment ndio muhimu, kuongeza flow ya fedha ili kuja kukamilisha miradi, kuongeza idadi ya wafanyakazi, walipa wafanyakazi wanaofanya kazi katika maeneo yao, hususan wafanyakazi wazawa, kufanya mbinu mbalimbali za kuondosha traffic jam. Hili ni jambo kubwa sana, wamenihakikishia. Kwa mfano, wanaofanya kazi ya Mwenge Tegeta, kuna ucheleweshwaji mkubwa sana wa kampuni ya Shandong juu ya barabara ya Omurushaka Kerwa, na wenyewe wamenithibitishia kwamba kwanza wamekiri, na kwa msingi huu wanakwenda kuanza haraka iwezekanavyo mwishoni mwa mwezi wa 4, mara baada ya kukamilisha vifaa vyote ambavyo wamenihakikishia sasa wanavyo na wanavipeleka. Na ahadi yangu ni kwenda kukagua barabara hiyo mwanzoni mwa mwezi wa 5. Asante. La Mwenge Tegeta, ili wameeleza mbinu zitakazotumika. Kwanza wamesema wanaongeza idadi ya U-turns, lakini vile vile watafungua bypass, service roads zitafunguliwa, zitawekwa vizuri na kufunguliwa, na hiyo wamenipa ahadi ya wiki 2 tu. Tunaamini hizo zitasaidia sana. Na kwa upande wa Morogoro Road, kwamba zile barabara ambazo ni za expansion huko pembezoni zimekuwa sasa zikiwa ni wakati wa mvua zinasababisha matope, ili nafikiri wataalamu hapo watakwenda kufanya nao kazi na kuweka vizuri, ili lisiende kuwa ni changamoto pia vile vile. Tukubaliane tu
kwamba katika mkataba kwa kesi za namna hii, mkataba uko wazi ni nini kwa hizi delay wao wanapaswa kutulipa sisi kutokana na hizo delays. Kwa hivyo ndio kazi ya wataalamu wetu watafanya ili sisi tupate haki yetu kutokana na hizi delays. Vinginevyo ni jambo la kuendelea kuvumilia sisi wakati tuna push mkandarasi anafanya, ni jambo la muda, litakamilika na wananchi wataweza kuenjoy barabara zao. Asante sana. 30 April wote wameomba extension ya muda wa miezi 12. Kwa hilo jambo ni jambo ambalo sasa linachakatwa na timu yangu ya wataalamu ili kusudi tuweze kuona. Sasa tuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuvunja mikataba, lakini wakati kwa kuvunja mikataba ni pamoja na kuangalia athari tunazoweza kuzipata sisi kama Watanzania, na njia ya pili ni kuongeza baada ya commitment hiyo miezi ya kuweza kukamilisha hii kazi. Kwa hiyo hilo jambo sasa ndio nalisubiria kutoka kwa timu ya wataalamu wangu ili kusudi tuone ni hatua gani ya kufuata. Changamoto nyingi wameeleza, mvua za El Nino zilizonyesha huko nyuma, wameeleza tuna changamoto sisi ambayo nimewaagiza wataalamu wangu. Unajua hizo barabara zote tunaita utilities, huduma nyingine. Kwa mfano kuna nyaya za TANESCO zinazotoa huduma kwa wananchi, kuna mabomba ya maji yako humo. Sasa kuna mabomba ya gas pia vile vile yako humo. Zile zote zinachelewesha, kwa sababu si kazi ya mkandarasi kuhamisha nyaya za umeme, sio kazi ya mkandarasi kuhamisha pipes za gas, sio kazi ya mkandarasi kuhamisha bomba za maji. Kwa hivyo wakati anasubiri, kila anapofika mahala anasubiri, inafanya ashindwe kutekeleza mradi wake. Kwa hivyo kuna sababu za namna hiyo, zingine zimeandikwa kwa kimaandishi huku, mimi nimetoa zile ambazo ni rahisi kuzieleza, na ndio maana nimewaagiza wataalamu, kazi hii inayohusu taasisi zingine za serikali tusiiache kwa mkandarasi. Ni lazima sisi, kwa sababu hao ni wenzetu, tufanye nao mazungumzo ili kusudi mkandarasi asikawie kwenye utekelezaji wa mradi, awe hana sababu, afanye kazi moja tu ya ujenzi wa barabara.